إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من أسباب فقدان الأمن، katika sababu za kupotea amani, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fashirku billah min asbabi fuqdani al-amn, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni katika sababu za kupotea amani. Wadhalika lianna ash-shirka babun adhim, babun wasi', na hii kwa sababu shirki ni mlango mpana sana. Mtu anaweza akasema, nimevaa hirizi yangu, napoteza vipi amani ya mtu? Hiyo hirizi umeivaa baada ya kwenda kupiga ramli, kutambika kule, kuna maneno unaambiwa, na kama hujaambiwa utakuja kuambiwa, anayekudhuru ni fulani, anayekufanyia jambo baya ni fulani. Na hapo utajenga hasad, utajenga chuki, na hapo utajenga chuki na yule mtu, na utamtafutia namna yoyote ya kumfanyia uadui. Hapo ndio mwanzo wa uvunjaji wa amani. Ashirku billah. Kwa hiyo shirki ni mlango mpana. Kuna watu wanataka mafanikio, wanaambiwa ili ufanikiwe kalete kichwa cha mtoto, kalete mkono wa mlemavu wa ngozi. Huyo ataenda kufanya jambo hilo kwa sababu kwenda kwake kwa yule mganga anayedai mganga, ambaye ni mshirikina, tayari anamwamini na anamtukuza na anaona anachosema huyu ni sahihi, na Allah anamuondoshea huruma katika nafsi yake, na kweli anafanya mauaji. Amani imeondoka. Kuna watu wanaambiwa ili ufanikiwe kabake mtoto mdogo wa miaka 2, miaka 3, na kweli anaenda kufanya hivyo, anaamini atafanikiwa. Tayari amevuruga usalama na amani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale ambao wameamini na wala hawakuchanganya imani yao na dhulm. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametafsiri dhulma hapa kuwa ni shirk, na wala hawakufanya shirk. Ulaika lahumul amn, watu hao wana amani. Wana amani wao wenyewe katika nafsi zao, na wana amani katika jamii zao, kwa sababu hakuna shirk. Hakuna atakayeua kiumbe kwa sababu ya kutafuta madaraka kupitia njia za kichawi, kwa sababu ya kutafuta pesa kupitia njia za kichawi,
kwa sababu ya kutafuta cheo na kupandishwa vyeo katika makampuni na katika sehemu za kazi. Hakuna atakayefanya hivyo, kwa hiyo usalama utakuwepo. Hakuna atakayeua, atakayeroga, atakayepoteza uhai wa ndugu yake, wa mkewe, wa mke mwenza, wa hakaza. Jamii itakuwa na amani. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, min asbabi fuqdani al-amn, ni katika sababu za kupotea amani katika jamii. Bali hata ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kunusuriwa na kuridhishwa na dini yetu ni tutakapokuwa mbali na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah ameahidi wale waamini na kutenda matendo mazuri kwamba atawapa ukhalifa katika ardhi, uongozi katika ardhi, na atawamakanishia dini ambayo Allah amewaridhia nayo, dini ya Uislamu. Watakuwa ni wenye kuifuata. wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, na atawabadilishia badala ya kuwa na hofu watakuwa na amani. Wakifanyaje? Yaabudunani la yushrikuna bi shay'a, watakuwa na niabudu bila kunishirikisha na chochote. Wakifanya hivyo, basi watapata amani, watamakinishwa, watakuwa ni wacha Mungu wa sawa sawa, watapata uongozi na watakuwa waadilifu. Yaabudunani la yushrikuna bi shay'a. Kwa hiyo amani inakuja kwa kuacha shirki. السبب الثاني من أسباب فقدان الأمن، sababu ya pili katika asbabu za kupotea amani, kufru ni'ma, ni kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuneemesha neema mbalimbali, tunahitajika tuzishukuru hizo neema, na kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza ni i'tiraf, ni al-i'tiraf bihadhi an-ni'ma au an-ni'am, ni kukubali kuwa hizi ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo uzilinde na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na maasi. Hiyo ndio shirku, hiyo ndio shukuru neema, huko ndio kushukuru neema. Kushukuru neema inaingia kulinda zile kheri ambazo Allah ametupa, neema ambazo Allah ametuneemesha. Mfano, tumeneemeshwa mazao mbalimbali, tuneemeshwa mvua, tuneemeshwa ardhi nzuri. Tukisema hii ardhi si chochote kwetu sisi, tukaidharau, tumekufuru neema. Tukisema hii mvua inatuletea matatizo tu sisi, hatutaki mvua, tunakufuru neema. Tuombe mvua ambayo ina rahma ndani yake, sio kupinga mvua kabisa au kuichukia. Huu ni mfano. Lakini miongoni mwa mifano ya kukufuru neema ni kutokubali na kuamini katika nafsi zetu kwamba sisi tuna amani. Kwa hiyo tukasema hii amani tuliyokuwa nayo ni bora ivurugike, bora tuanze upya, bora tuzichape, bora kinuke, bora tupambane. Na tunaona kwenye mitandao na kwingineko, wengine wanasema tarehe fulani tufanye kadhaa, turushe mawe,
tutoboe matairi ya fulani na fulani. Wengine anasema tuchome nyumba ya fulani, tuingie tukafanye kadha na kadha. Yani huu utulivu tuliokuwa nao sisi ni neema ambayo Allah ametupa. Ukitaka ujue kwamba ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfano kuanzia, nazungumza eneo langu mimi, mfano kuanzia Chamazi mpaka Mbagala Charambe, hapa katikati kuna nyumba nyingi sana, lakini hakuna kituo cha polisi wala hakuna doria za polisi isipokuwa mara moja moja. Lakini watu hawauani, watu hawachinjani, watoto mitaani watatembea, hawapigani risasi hadharani wakaonekana. Kuna nchi huwezi kufanya hivyo. Kama kuna amani, kuna nchi ukitembea hatua 20 au hatua 100 unakutana na polisi na mtutu. Ndio maana kuna amani. Sisi alhamdulillah, hii amani iliyokuwepo ni kwa sababu ya utashi ambao Allah ametujalia sisi kuwa nao, kuamini kwamba nikimdhuru fulani haifai. Huo utashi Allah ameujalia kwa Muislamu na sio kwa Muislamu. Utashi huo ni neema, kwa sababu Allah akiondosha huo utashi katika nafsi zetu, anaweza akaingiza utashi wa kuwa kama wanyama. Watu wakawa wanarepiana hadharani, wanachinjana hadharani kama baadhi ya maeneo mengine. Kwa hiyo tukisema kwamba hii si neema, tukisema hili liondoke, tukisema kwamba haya mambo yanatupotezea muda kukaa na kutosema lolote na kutoandamana, tukisema kwamba jambo hili la utulivu halina maana yoyote, basi hiyo ni kufuru neema. Ushahidi wa hilo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Na Allah anapiga mfano qaryatan, mfano wa kijiji ambacho kanat aminatan, kilikuwa na amani, mutmainnatan, kimetulizana. Tanzania mfano ina amani, imetulizana. Yatiha rizquha ragadan min kulli makan, hicho kijiji kinajiwa na riziki ragadan, kwa wepesi kabisa, min kulli makan, kutoka kila eneo riziki zinakuja. Fakafarat bi an'amillah, kijiji hicho kikakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa neema hizo amezitaja hapa, amina mutmainna. Miongoni mwa neema hizo ni amani. Hicho kijiji kikakufuru hii neema za Allah, ikiwepo hii amani. Faadhaqaha Allahu libasa al-ju', Allah akaonjesha vazi la njaa, wal khawf, na hofu. Amani ikatoweka, amani ikatoweka, haipo. Baada ya kukufuru, kusema ya nini hii? Na wala haina maana kwamba hicho kijiji kilipokuwa na amani, haina maana kwamba kulikuwa hakuna makosa yanatendeka, kulikuwa hakuna baadhi ya mambo ambayo si sawa yanatendeka. La, yalikuwepo. Hakuna binadamu akakaa sehemu ametulizana
kama ambavyo malaika la ya'suna Allah ma amarahum, ma fi. Lakini umuman, ujumla wa amani ipo. Na Uislamu unapozungumzia umuhimu wa amani, haina maana kwamba unakiri fulani kudhulumiwa. Haina maana kwamba Uislamu unasema fulani auliwe, fulani adhulumiwe, fulani anyang'anywe haki yake. Lakini Uislamu umeweka ufafanuzi jinsi gani ya kukabiliana na mtu pale ambapo haki zao zimedhulumiwa. Akasema, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alania. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka amnasihi kiongozi wake asimnasihi kwa wazi, walakin ya'khudhu biyadihi, lakini achukue mkono wake, yani akae naye faragha, wa yakhlu bihi, akae naye faragha, kisha amueleze tatizo lake, ima kwa barua au amfikie au kwa simu. Fa in qabila minhu fadhak, akikubalia alhamdulillah, akimkubalia khairi, wa illa, na kinyume chake ikiwa hajamkubalia, kana qad adda alladhi alayhi, atakuwa hana dhimma, yeye ashafikisha. Sasa je, baada ya kuwa hajamkubalia ufanye nini? Falyasbir. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man raa min amirihi shay'an falyasbir, atakayeona kwa kiongozi wake kitu afanye subra. Kwani wewe ukikosa kuleta chakula nyumbani kwako siku moja, au ukaleta mlo mmoja wa pili hukuleta, watoto wako wanakutukana, utaridhia? Si wanafanya subra, unawaambia fanyeni subra. Kwanza lazima ieleweke, haijawahi kutokea binadamu wakatoshelezwa vyote wanavyovitaka kwa wakati ule, haijawahi. Yani hata walivyoongoza masahaba bado kulikuwa kuna mahitaji, bado kulikuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitaji kufuatiliwa, bado kulikuwa na watu wanafanya makosa, kwa sababu siasa ni kitu ambacho kinatekelezwa na mwanadamu. Kwa siasa ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni Qur'ani na Sunna haina makosa, lakini katika utekelezaji wa binadamu wa ile siasa una makosa. Tazungumzia ikiwa ni nchi ya Kiislamu. Kwa hiyo hata kama nchi ya Kiislamu anatawala Muislamu mwadilifu, lazima kuna makosa yatapatikana. Haijapatikana katika tarehe tangu masahaba kukawa hakuna kosa kabisa, haiwezekani. Lakini hayo makosa machache tukiyafanyia subra na kujitahidi kuyarekebisha, yanatulindia kheri iliyoko ambao ni kubwa zaidi. Makosa mfano katika nchi yetu sisi yapo kabla ya uhuru, wakati wa ukoloni, kabla ya ukoloni, wakati wa Imarati Islamia, dola ya Kilo na kingineko, makosa yapo. Zikaja sultana, makosa yapo. Kisoma sultana, tarehe ya sultana, makosa yapo. Sultana Zanzibar, makosa ya wazi. Ukija ukoloni ndio kabisa usiseme. Baada ya uhuru makosa yapo, lakini kwa kuvumilia yale makosa yaliyokuwepo na kuyatengeneza kidogo kidogo, ndio maana wewe upo hapa. Una gari yako wenye magari, una nyumba yako wenye nyumba, una familia wenye familia. Isingekuwa hivyo, huenda wengine wangezaliwa nchi zingine, wangezaliwa Uganda, wangezaliwa Kenya, kwa sababu ya ukimbizi. Nasallallahu salama wal afia. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، kuna tabia baadhi ya watu mitandaoni kwamba wanatukana mashekhe, kwamba kwa sababu mashekhe hawahamasishi watu kwenye uasi na kutukana viongozi,
basi mashekhe ubwabwa, mashekhe njaa, mashekhe chawa, mashekhe sio nini. Ayuha almuslimun, mashekhe wanazungumza yale ambayo yametajwa katika dini yao. Hivi hadithi wewe unaionaje? Man arada an yansaha li dhi sultani fala yubdi alania, anayetaka kumnasihi mtawala asizungumze wazi, bali nawapa hadithi ambayo ni ngumu. Kuna hadithi ambayo ni ngumu kweli kweli. Hiyo hadithi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasma' wa ati', msikilize kiongozi na mtii. Wa in daraba dhaharaka wa akhadha malaka, hata akipiga mgongo wako na akachukua mali yako, msikie na umtii. Yani ukubali mali ichukuliwe, la huridhi, lakini usifanye uasi. Nifanye nini? Idai kwa njia nzuri, omba ni mali yako irejeshwe. Hawataki, basi utakuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala mali yako, lakini usiwe wewe ni sababu ya kufa wengine au mali za wengine kwenda kwa sababu ya kutetea mali yako wewe mmoja, kwa sababu Uislamu unaangalia mwisho. Mwisho ni wapi? Mwisho ni akhera. Na hili nimelisema ili kuzungumzia sababu ya tatu miongoni mwa sababu za fukudani al-amn, at-taqlidul gharbi al-mutlaq, kufuata umagharibi moja kwa moja, kwamba sisi tuna tatizo la oya. Yani watu wengi, na mimi nazungumzia Waislamu, baadhi ya Waislamu wana matatizo ya oya, kwa sababu kitu kinasemwa sana kwenye mitandao, kwenye habari, basi naye anaingia kichwa mchungu na yeye anasema oya bila kuwa na tafakuri ya maana. Akisikia watu wanasema demokrasia, na yeye hizo unaona unavunja demokrasia bwana. Sikiliza wewe, demokrasia na ilmania, secularism, hivi vitu vyote hivi vimekuja kuanzia karne ya 17 ndio vitu hivi vimekuja. Kabla ya hapo nchi zingine zilikuwa zinaongozwa na Unaswara, zingine Warumi, zingine za Kiislamu. Alhamdulillah, na mpaka leo ziko baadhi ya nchi zinaongozwa Kiislamu, na ziko baadhi ya nchi zinaongozwa Kinaswara pia, na ziko baadhi ya nchi zinaongozwa Kiyahudi, lakini nyingi ya nchi zinaongozwa kwa hizo ilmania. Ilmania ni secularism, secular state, nchi ambayo ina usecular. Secular ni nini? Secular state, usecular una maana mbili. Maana ya kwanza, faslu dini ani daula, ni dini ni kutenganisha dini na nchi, dini na dola. Na haya sio makusudia wa secular wenyewe walioanzisha, ambao wameanzisha karne ya 17 kuendelea. Maana ya pili, faslu dini anil haya, ni kutenganisha dini na uhai wa mtu, yani maisha ya mtu, kwa maana mtu aishi bila dini kabisa. Na hapo mtindo huu wa secular ndio ambao umeingiza ndani yake demokrasi na vitu vinginevyo. Na ndio maana nguzo kubwa za demokrasi ni tatu: al-hurriya wanasema, wal-ikha wanasema, al-ikha, al-hurriya wal-ikha wa madha, la tatu nikumbuka tutalisema. Al-hurriya ndio mahali ushahid. Al-hurriya, uhuru, maana yake wewe ni huru kuabudu unachokitaka, ni uko huru kula unachokitaka, uko huru kusema unachokitaka, kutukana unayemtaka, maadamu uko ndani ya mfumo wa demokrasi. Bali demokrasi maana yake hata yale ya haram katika dini yetu wamehalalisha. Lakini kwa sababu sisi tuna dini yetu ya haki ni Uislamu, lakini wako watu na dini zao zingine wanazoziita dini Uyahudi, Unasara, kule kuna mambo yanapingana na demokrasi. Sasa serikali zikasema sasa demokrasi nzuri au hiyo secularism nzuri ni ile ambayo watu watatekeleza dini zao na wao watafanya mambo yao. Sisi katika Uislamu mfumo unatakana huo wa Uislamu kamili, lakini kidogo afadhali.
Sasa basi, kwa wewe mtu mmoja mmoja na dini yako, demokrasi au secularism imehalalisha pombe, wewe umelazimishwa kunywa pombe? Hujalazimishwa. Kwa hiyo unasema pombe haramu, na ndio maana tunasema hapa pombe haramu, lakini zinauzwa mtaani, kwa sababu mfumo wa kisecularism unasema pombe iwepo, mfumo wa kidemokrasi pombe iwepo. Kuna madanguro, mfumo unasema madanguro yawepo. Wanawake wanatembea wanavyotaka, mfumo unasema watembee. Mfumo wa demokrasi ambao umetoka magharibi, Europe. Sisi katika haya ambayo tunayaweza tunasema ni haramu, haifai. Hata haya tusiyaweza tunasema ni haramu, lakini yakitendeka hatuna uwezo wa kuyazuia. Kwa hiyo tunasema hili halifai, ni haramu. Sasa kwa nini yale ambayo tunayaweza mengine, kama vile kwamba wewe umelazimishwa na mfumo wa demokrasi kuandamana, unasema ni mfumo, ijapo limeruhusiwa, hata kunywa pombe umeruhusiwa, mbona hunywi pombe? Hata madanguro yameruhusiwa, mbona ufanyi zina kwenye madanguro? Kwa hiyo si kila kilichoruhusiwa katika mfumo wa demokrasi wewe unatakana ukifanye. Maana yake ni kwamba maandamano haya ni haramu katika Uislamu kwa sababu yanaleta vurugu. Inqilabati, mapinduzi, ni haramu katika Uislamu kwa sababu yanaleta vurugu. Kutukana viongozi na kuwashambulia haifai. Acha viongozi, kumtukana Muislamu wenzako haifai. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, laysa almu'min billa'an wala bitta'an wala alfahish wala albadhi. Muislamu si mwenye kulaani au kutukana au mwenye kufanya maovu au mwenye maneno mabaya. Huyo sio mu'min aliyekamilika imani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, lazima tudumishe neema ya amani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Hili ni takwa la Uislamu, ni dini, yani sio uchawa, ni dini. Na hawa ambao hawajui dini yetu ilivyo, wengine wanakuambia bora viongozi wa dini yetu, viongozi wa dini zingine, sisi mashehe zetu wanatuangusha sijui nini na nini. Soma dini yako, soma. Hao mashehe hawatu bali wako hivyo hivyo. Na sisi katika Uislamu wakitokeza watu kwa jina la dini kufanya ukhawariji tunakemea, na haya pia tunayakemea kwa sababu si katika dini ya Uislamu. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا التوحيد والإخلاص وأبعدنا عن الشرك والمحدثات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.